kusafisha nyoyo, minashirki, kutokamana na shirki, wal bid'ah, na bid'a, fi ibadati llahi, katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio usafi wa kimaana. Usafi wa kimaana ni kusafisha moyo wako kutokamana na shirki na kutokamana na bid'a katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa min al-ghilli, na kutokamana na ghilli. Ghilli ni kama hali ya kwamba ni ya adhabu, makasiriko, kukasirikiana na wenzi wako, walhiqdi, na chuki, walhasadi, na kuhusudiana, walbaghdha, na kuwa na bughd na ubaya kwa wengine, walkaraha, na kuchukia, wama asbaha dhalika bil muamalat ibadillahi alladhina la yastahiquna hadha, yani na visivyokuwa hayo kwa kuamiliana na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, huwe na chuki na bughd na hiqdi kwa wanadamu wenzi wako. Hiyo ni uchafu ambao kwamba wa kimaana, uchafu wa kimaana. Ama tahara hisia, ama tahara ya hisi, ya physical, fa hiya tahara badan, nayo ni usafi wa mwili, ni usafi wa mwili. Wa hiya aidan naw'an, na usafi wa kimwili, wapenzi Islamu, pia imegawanyika katika vigawanyo viwili. Upatikane usafi wa mwili wa kimwili, nayo izalatu wasfin yamna'u min as-salah, ni kuondosha chenye kina sifa ya kukuzuia wewe kuswali, vitu ambavyo kwamba vina sifa ambazo zinakupelekea kukuzuia wewe kuswali. Utakaposwali na sifa hii unayo, itakuwa swala yako haikubaliwi, swala yako itakuwa ni batil. Wa nahwiha, na mfano wake, mimma tashtaritu lahu tahara, kwa yale mambo ambayo kwamba ni lazima sharti upate tahara ndipo uitekeleze katika ibada. Wa izalati al-khubuthi, na kutoa uchafu. Al-khubuthi ni uchafu ambao kwamba unatoka katika tupi ya mbele na yenye kutoka katika tupi ya nyuma, zinaitwa khubuth, uchafu. Natakallam awalan an tahara al-ma'nawiyya. Kwanza kabisa tunaingia ndani ya tahara ya kimaana. Tahara ya kimaana, si ya kihisia, yani spiritual tahara, usafi wa kimaana. Wa hiya taharatul qalbi, naye kusafisha moyo wako, minashirki wal bid'ah, kutokamana na ushirikina na mambo ya kibid'a. Usiingize ushirikina wala bid'a katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, fima yataallaqu bi huquqi Allah azza wa jalla, kwa yale mambo yana mafungamano na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiingize ndani yake shirki wala bid'a. Hiyo ndio usafi unaotakikana wa moyo. Wa hadha huwa a'zamu taharatayn, na haya ndio yani tahara iliyo kubwa sana, usafi ndio kubwa sana wa moyo. Walihadha, na kutokamana kwa hayo, tambani alayhi jami'ul ibadat, inajengeka ibada zote kutokamana na usafi huu. Usafi kutokamana na shirki, usafi kutokamana na bid'a. Sasa ibada zilizobakia zitafuatana na au zitatokamana na usafi huu, kwa maana utakaposhikamana na shirki na mambo ya kibid'a, itakuwa ibada yako ina kasoro. Allah hatakukubalia ibada yako, fala tasihu ay ibada yako haitoswi, ibada yote haitoswi ala shakhsi mulawwath qalbahu bishirk, kwa mtu ambaye kwamba amekwenda kuichafua moyo wake kutokamana na shirki. Ukichafua moyo wako kwa shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ile yote iwaye, ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo wako hutakubaliwa ibada ambayo kwamba utakaifanya, yani mafungamano yako na Allah subhanahu wa ta'ala hayatakuwa mazuri.
wakati utakaposhirikisha moyo wako na ushirikina wote. Wala tasihu ay bid'a yataqarrabu biha al-insan ila Allah, na haisihi bid'a yote ambayo unajikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa bid'a, kwa mambo ambayo kwamba hayajaletwa katika sheria ya Kiislamu ama hajakuja naye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya mimma lam yashra'u Allah azza wa jalla, ni mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajatuwekea katika sheria, hajatuwekea katika sheria. Kwa maana dini iko wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza, ametufundisha dini na iko wazi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura At-Tauba aya 54, anasema Allah, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kilichozuia kukubalika sadaka zao waliotoa sadaka makufara. Hakuna kilichozuia kukubalika sadaka yao isipokuwa nini? Illa annahum kafaru billah, ni kwa sababu walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na hawakumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndilo wakataza, yani iliyokatazika sadaka zao kukubalika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake iliyopokewa na Muslim katika kitabu al-Uqbiya katika mlango naqd al-ahkam al-batila wa radd muhdathat al-umuri, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Man amila amalan, yoyote atakayetekeleza kitendo laisa alaihi amruna, hatuja kuja naye, haiko katika sheria zetu, hatukuzifundisha sisi, fahuwa raddun, atarudisha yeye mwenyewe. Wala hadha, kwa sababu kama hiyo, wapenzi Waislamu, falmushrik billahi, yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirkan akbar, ushiriki kwa shirki ambao kwamba ni kubwa, la tuqbal ibadatahu, atakapofanya ibada yake ikubaliwi. Ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa shirki kubwa, basi wewe ibada yako, chochote utakachofanya katika ibada hutokubaliwa. Wa in salla, hata ukiswali swala yako haikubaliwi. Wa in sama, ukifunga funga yako haikubaliwi. Wa zaka, na ukitoa zaka yako haikubaliwi. Wa hajju, na ukihiji pia hija yako haikubaliwi, maadamu umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa shirki kubwa. Faman kana yad'u ghayra Allah azza wa jalla, na yote atakayekuwa anamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ya'budu ghayra Allah, au anamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni mambo kwa kwamba imekithiri, wapenzi wa Islamu, mambo yamekithiri sana kwa mitandao. Tunayaona watu wengi siku hizi, imekuwa ni kitu ambacho kwamba hata mtu ajifichi, wanaabudu mashetani. Kwanza wanalingania, wanafanya kampeni, wanaita watu wengi ili waje katika kuabudu shetani, wanaonesha pesa nyingi sana. Ukiingia tu katika ibada hii, mashaallah, wanakuonesha manoti vile zimepangana, na ukituma ujumbe unajibiwa. Kuna watu ambao wamejibiwa, watu ambao tunaishi nao, umetuma ujumbe ukajibiwa. Na wengi tu katika watu wanaingia katika ushirikina huo kwa kuweza kumshiriki Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuabudu shetani. Kwa hivyo ukimwabudu shetani au ukiingia katika ushirikina, basi ibada yako haikubaliwi. Yaabudu ghayra Allah fa inna ibadatuhu lillahi azza wa jalla ghayra maqbula. Ukiabudu ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine, basi wewe ibada yako ya Allah haikubaliwi. Hatta wa in kana yata'abbadu lillahi ta'ala ibadatu yukhlis fiha lillah, hata ukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na unajifanya una ikhlas
katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu uko ndani ya ushirikina, ibada yako haikubaliwi. Maadamu ashraka billah shirkan akbar min jihati ukhra, ikiwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa shirki kubwa, wewe hata ukiwa na ikhlas, ibada yako haikubaliwi mpaka utubie, urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unautubie kweli, basi hapo ndiposa ibada yako inaweza ikawa yenye kukubaliwa. Walihadha, na kwa sababu kama hiyo, wasafa Allahu azza wa jalla al-mushrikina bi annahum najisun, Allah subhanahu wa ta'ala kawasifu washirikina kuwa wao ni kama najisi, wachafu. Faqala, akasema Mwenyezi Mungu wenye kutukuka, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, innamal mushrikuna, hakika hao washirikina, najasun, ni manajisi, ni wachafu, fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha, wasikurubie msikiti wa mtukufu baada ya mwaka huu. Unajua Mwenyezi Mungu amewasifu kana kwamba hao ni wachafu, najis, ni wachafu. Idhan wanafa Nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amekataza an-najasa, amekataza uchafu anil mu'min, kwa mu'min. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, innal mu'minu la yanjisu, hakika mu'min hachafui, si mchafu. Mu'min hana najisi, hana uchafu. Mu'min ni mtu msafi, mu'min ni msafi. Ndio maana tunapata masahaba radhiallahu alaihim walikuwa wanaweza kutumia jagi moja ama glasi moja, wote wakatumia kunywa maji ama kunywa maziwa, kwa sababu almuslim la yanjus, muislamu hana najisi, hana uchafu. Muislamu saa zote anatia safi, saa zote yuko ndani ya maji, ni msafi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhimiza kupiga mswaki, mpaka amesema kama hakuogopea uzito kwetu sisi, angeamuru kupiga mswaki katika kila wakati wa swala. Na alhamdulillah wengi tunapiga mswaki kila wakati. Wa hadha huwa alladhi yanbaghi lilmu'min an ya'tani bihi inayatan kabira. Hili ndipo mu'min anafaa yani kuzingatia zaidi, yutahhira qalbahu minhu, yani ajitahirishe moyo wake kutokamana na shiriki ndogo, shiriki kubwa. Moyo wake uwe msafi, uelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiposa muumini, ukiwa moyo wako msafi, hauna kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, utakapotekeleza ibada yako inakubaliwa. Lakini ikiwa utaingiza shirki kubwa ndani ya moyo wako, basi wewe ibada utakayofanya ibada, lakini haukubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika aidan yutahhiru qalbahu min al-ghilli wal-hikdi, vile utahirishe moyo wako kutokamana na hikdi, chuki, na hasad, na kuhusudu, wal-baghdha, na kubughudhu watu, wal-karaha, na kuchukia, lilmu'minin, kwa chukia waumini wenzako. Wapenzi Waislamu, tunafaa kupendana, hatufai kuchukiana, hatufai kuhusudiana. Namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha masahaba wake watu wawe na mapenzi baina yao. Wewe upende Muislamu mwenzako, upende muumini mwenzako, usimchukie wala usimfanyie hasad. Hivyo ndio inavyotakana waumini waishi. Lianna hadhihi kullaha sifatu dhamima, kwa sababu haya tuliyataja ni sifa mbaya. Laisat min khuluqi almu'min, sio miongoni mwa tabia ya mu'min. Falmu'min akhul mu'min, muislamu au mu'min ni ndugu ya mu'min mwenzake. La yakrahuhu, hamchukie, wala hamchukii mu'min mwenzake. Wala ya'tadi alayhi, wala amfanyii mu'min mwenzake uadui. Wala yahsuduhu, wala mu'min hamhusudu mu'min mwenzake. Bal yatamanna alkhaira li akhihi kama yatamanna alkhaira li nafsihi. Yani mu'min katika sifa zake, katika sifa za tabia ya Muislamu, mu'min ni kumpendea mwenzake anachokipenda yeye.
wewe unachokipenda ndipo umpendee mwenzako. Hata inna Rasul sallallahu alaihi wasallam nafa al-iman amman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akasema, yani amekataa kuwa hana imani ambaye hampendei mwenzake anachokipenda yeye. Hana imani yule ambaye kwamba hampendei mwenzake anachokipenda yeye. Hata inna faqala alayhi salatu wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam zidi yake, la yu'minu ahadukum, hataamini mmoja wenu, hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, mpaka ampendee mwenzake ndugu yake anachokipenda yeye, ndiposa atakuwa ipo na imani. Wana kathira minan nas ahlul khair wa ibada wa taqwa wa zuhd. Tunaona wengi wa watu ambao kwamba ni waheri, watu ambao kwamba wanafanya takwa, wanamcha Mwenyezi Mungu kwa bidii. Wa zuhd ni mtu kana kwamba kuiacha dunia aelekee tu akhera, hana maneno ya kidunia. Wa yukthiruna tarawih lil masajid, na saa zote tunaona anaingia msikitini, liamuruha, ili waimarishe msikiti, bilqiraa, kwa kusoma Qur'ani, wa dhikri, na kufanya dhikri, wa sala, na kufanya sala na kusali. Lakini yakunu ladayhim hiqdun, basi kinyume cha hiyo unapata Waislamu kama hawa wanakuwa hapo na chuki. Anaswali, ukimwona mashallah ni mtu ambao wanasema mu'min, ana ikhlas, sawa, na anafanya vyote vile katika ibada, lakini ana hikda na chuki ndani ya moyo wake, na baadhi ya ikhwanihi almuslimin, kwa baadhi ya ndugu zake wa Kiislamu. Baadhi ya ndugu zake wa Kiislamu ana chuki ndani ya moyo wake, na mtu anaingia msikitini, anakifirisha miguu msikitini, anaswali sunna zote, anafunga zote, lakini ana hikda au hasad, ama ana hasad liman an'ama Allahu alayhi bi ni'mati, kwa yule ambao kwamba Mwenyezi Mungu amemneemesha katika waumini. Mtu ana gari lake nzuri, ana nyumba yake nzuri, unamhusudu, na wewe unaingia msikitini, unaswali sala tano, unafanya ibada zote ni sawa sawa, lakini una chuki na una hasad kwa mtu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshakwenda kumneemesha. Ni makosa hiyo kwa muumini. Wahada yahilu kathiran fima yaslukunahu min ibada, na hiyo inakwenda kinyume kwa yale ambao wanaelekea katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faala kulli minna, basi juu yetu sote wapenzi Waislamu, an yutahhira qalbahu min hadhihi adnas, tutahirishe moyo wetu kutokamana na uchafu kama hivi. Binisba lil ikhwani almuslimin, yani kwa waumini wenzi wetu, tutahirishe nyoyo zetu ziwe safi, tuwapendee wenzetu yale ambayo kwamba tunayapenda. Tukimwona Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha, tusimhusudu, bali tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala muongezee. Na wakati tutakapomwambia mwenzako kwa Allah muongezee, ndiposa dua ile malaika wanakuombea wewe pia upate. Hii ni watu ambao kwamba hawaelewi, lakini lau tungeelewa siri kama hizi, ingekuwa hatufanyi hasad, tunaridhika kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwa